الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فضل ليلة القدر. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: أما بعد، فليلة القدر هي أفضل الليالي. Lailatul Qadr, usiku mtukufu, usiku wa cheo, usiku wa makadirio, ni bora kuliko usiku zote. Waqad anzala Allahu fiha alquran, na Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani katika usiku huo, kutoka lauhil mahfudh ila baitil izza fi samai dunya. Allah aliteremsha Qur'ani yote kwa pamoja. Wa akhbara subhanahu annaha khairun min alfi shahri. Allah ameelezea kuhusu Lailatul Qadri kwamba kufanya amal katika usiku huo ni bora kuliko kufanya amal katika miezi 1000. Wa annaha mubaraka, na kwamba usiku huo ni wenye kubarikiwa. Wa annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, na kwamba upambanuliwa katika usiku huo kila jambo la hikma, kama qala subhanahu fi awwali surati ad-Dukhan: hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Wa qala subhanahu: inna anzalnahu fi lailatil qadri, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku huo, usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi shahr, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. mwenye kufanya ibada za usiku huo wa cheo kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Muttafaqun ala sihhati. Wa qiyamuha yakunu bis-salah والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. قيام يعني ibada za usiku huo inakuwa kwa kusali na kumtaja Allah na dua na kusoma Qur'ani na nyinginezo katika njia za khairi. وقد دلت هذه السورة العظيمة أن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. Sura hii tukufu imefahamisha kwamba kufanya amal katika usiku huo ni bora kuliko kufanya amal kwa katika miezi 1000 mimma siwaha, ambayo haina Lailatul Qadr. Wa hadha fadlun adhimun wa rahmatun min Allah liibadi. Hii ni fadli kubwa na rahma kutoka kwa Allah kwa waja wake. Fajadirun bilmuslimin an yu'adhimuha, kwa hiyo ni wajibu kwa Waislamu kuadhimisha usiku huo. Wa an yuhyuha bil ibada, na kuhuisha usiku huo kwa ibada. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annaha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Mtume ameelezea kwamba Lailatul Qadri ipo katika 10 la mwisho la Ramadhani linaloanzia kesho. Wa anna awtara al-ashri arja min ghairiha, ni kwamba siku 10 za hili 10 la mwisho zinatarajiwa zaidi hiyo Lailatul Qadri kuliko siku nyingine. Siku 10 zile za witri 21, 23, 25, 27 inatarajiwa zaidi hiyo Lailatul Qadri. Faqala alayhi salatu wassalam: iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan, iltamisuha fi kulli witrin, itafuteni Lailatul Qadri katika 10 la mwisho la Ramadhan, itafuteni katika kila witri. Witri ndio hizo 21, 23, 25, 27, 29 ndio autar. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة متنقلة في العشر. Hadithi za Mtume sahihi zinafahamisha kwamba usiku huu unagura katika zile 10 zile za mwisho.
walaysat fi laylatin muayyanatin minha daima, usiku huu hauko katika usiku maalumu daiman milele. Faqad takunu fi laylati 21, huwa ukao usiku huo katika usiku wa kuamkia tarehe 21. Waqad takunu fi laylati 23, huwa ikawa lailatul qadri katika usiku wa kuamkia 23. Waqad takunu fi laylati 25, waqad takunu fi laylati 27. Kwa hiyo si kwamba ni miaka yote ni tarehe moja unaguragura usiku huo. Waqad takunu wa hiya ahra layali, usiku huu ndio ahra unaojitahidiwa zaidi katika usiku. Waqad takunu fi laylati 29, hii 27 ndiyo ambayo ina uhakika zaidi. 27 wa hiya ahra layali, ina uhakika zaidi katika usiku hizo. Waqad takunu fi laylati 29, na huwa ikawa pia lailatul qadri katika usiku wa kuamkia tarehe 29. Waqad takunu fil ashfa, na huwa ukawa katika zile siku za shafi 22, 24, 26, huwa pia ikatokea. faman qama layali al-ashri kullaha imanan wa ihtisaban adraka hadhihi al-layla bila shak, mwenye kufanya ibada za usiku zote siku 10 hizi zilizobaki kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, huyo ndio amediriki usiku huo wa lailatul qadri bila shaka. Wafaza bima wa'ada Allahu ahlaha, na atafuzu kwa yale aliyowaahidi Allah watu walioona hiyo lailatul qadri au walioidiriki lailatul qadri. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في 20 الأول. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akihusu siku hizi za mwisho kwa ziada ya ijtihadi za ibada ambapo hakuwa akifanya katika zile 20 za mwanzo. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. Mama Aisha anasema alikuwa Mtume sallam akijitahidi zaidi katika ibada hili 10 la mwisho asivyojitahidi katika zile siku nyingine zilizopita. Waqalat kana idha dakhala al-ashr ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Asema Mama Aisha alikuwa Mtume sallam likiingia hili 10 la mwisho anahuisha usiku wake, anawaamsha ahali zake na anajipinda na kujitahidi katika ibada. Wakana ya'takifu fiha alayhi salatu wassalam ghaliban, alikuwa Mtume akifanya itikafu mara nyingi 10 hili la mwisho. Waqad qala Allahu azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mla nyinyi kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri. Wasaalatu Aisha radhiyallahu anha faqalat ya rasul Allah in wafaqtu laylatal qadri fama aqulu fiha. Mama Aisha alimuuliza Mtume sallam, ya rasul Allah, mimi nikiwafiki hiyo lailatul qadri niseme nini? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sema hivi, hii ndiyo dua adhim ambayo inasemwa katika siku hizi 10. Ewe Mola wa haki, wewe ni mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, fa'fu anni, nisamehe. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وكان السلف بعدهم يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير. فصحابة ومتوبة صلى الله عليه وسلم na salaf baada yao walikuwa kiadhimisha siku hizi 10 na wanajitahidi kwa sampuli nyingi za kheri. Lakini sisi hatuna taadhima yoyote, sisi kwa kweli hatuna taadhima yoyote, hatuna mabadiliko yoyote ya siku hizi 10, siku ambazo mtume mwenyewe ilikuwa akijitahidi zaidi kwa ibada. Sisi ndio tunazidi kulala. Kila Ramadhani inavyoendelea ndivyo sisi tunavyozidi kulala, na ndipo uvivu unapozidi. Swala za faradhi pia haziswaliwi tena, misikiti imeanza watu kuikimbia. Kwa hiyo sisi tunakuwa kinyume na walivyokuwa as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Badala ya sisi kujitahidi, bali sisi ndio tuna haki zaidi kujitahidi kuliko Mtume sallam ambaye tayari alikuwa ashasamehewa madhambi yake, lakini yeye alikuwa akijitahidi pia hivyo hivyo kufanya ibada. Sisi ambao hatujijui, tuna madhambi,
hatufanyi ibada, tumeshaanza kuingia uvivu, tunataka kesho tu Ramadhani imalizike, tufanye mambo yetu. Sivyo. فالمشروع للمسلمين في كل مكان أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وبسلف هذه الأمة الأخيار. linalotakiwa kwa Islamu katika kila mahali wamfuate mtume wao sallam na masahaba wake watukufu na salafu hadhihi al-umma waliobora. Fayuhyu hadhihi al-layali bis-salati wa qira'ati al-Qur'an wa anwa'i adh-dhikri wal ibada, wahuishe siku hizi 10 kwa kusali na kusoma Qur'an na sampuli za dhikri na ibada, imanan wa ihtisaban, kwa kumwamini Allah na kutaraji thawabu zake, hatta yafuzu bimaghfirati adh-dhunub, ili wafuzu kwa kusamehewa madhambi, wa hatil awzar, na kuondoshewa madhambi yao, wal itqi minan nar, na kuachwa huru na moto, fadlan minhu subhanahu wa judan wa karama, kwa fadla zake subhanahu wa ta'ala na kwa ukarimu wake. وقد دل الكتاب والسنة أن هذا الوعد العظيم مما يحصل باجتناب الكبائر. Qur'ani na hadithi zinafahamisha kwamba ahadi hii kubwa inapatikana kwa kujiepusha na madhambi makubwa, kama qala subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Mkijiepusha na madhambi makubwa mnayokatazwa, tutakusameheni madhambi yenu na kukuingizeni mahali patukufu peponi. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلاتان na Ijumaa mpaka Ijumaa na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, ibada hizi zinafuta madhambi yaliyo baina yao, yakiepukwa madhambi makubwa. Akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Yaqulu Sheikh, ayuha al-muslimun, anarudia tena kusema kwamba saumu ni amali salih, ni amali kubwa, thawabu zake ni nyingi, hasa saumu ya Ramadhani. Iadhimisheni saumu hii, Allah subhanahu wa ta'ala atakurehemuni. والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه، وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه، وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والله أعلم.